kuna viongozi kadhaa ambao wameongea huko kama ilivyosema mwenzangu barabarani huko wakijaribu kuchomeka na kuingilia uhuru wa mahakama. Sisi wito wetu na tunasisitiza kwamba tunapaswa kuheshimu katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaposema wananchi watii sheria bila shuruti, sisi viongozi tunapaswa kuongoza kwenye hilo, kutii sheria bila shuruti. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 4 inatoa mihimili mitatu: bunge, mahakama pamoja na executive au serikali. Kwa hiyo mihimili hii isianze kuingiliana. Hata kama inaingiliana msituonyeshe. Sasa inaanza kuonekana mihimili inafanya nini? Inaingiliana. Ni kinyume na katiba. Tunafahamu kwamba na tunaamini kwamba mwanasheria mkuu wa serikali anafahamu kwamba mahakama ndio chombo cha mwisho cha utoaji haki kwa mujibu wa ibara ya 107 capital A. Mahakama ndio chombo cha mwisho cha utoaji haki. 107 capital B katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza kwamba mahakama inapaswa kuwa huru, isiingiliwe. Kwa hiyo kunapokuwa kuna uingiliwaji wa mahakama, sisi kama mawakili hatuwezi kukaa kimya. Lazima tutoke, tuzungumze. Lazima tuwaeleze Watanzania kwamba hichi ambacho kinafanyika sio sawa. Nadhani Watanzania wengi sio wageni kusikiliza kauli hizi za kusema kwamba hilo usizungumze, unaingilia mahakama. Hilo usizungumze, kesi bado haijamuliwa mahakamani. Wamekuwa vinara sana kuzungumza hili jambo. Hilo jambo liko mahakamani, usilizungumzie. Kwa nini wao walizungumzie? Kwa nini wao wavunje sheria? Na sisi tukae kimya tukiona uvunjaji wa sheria unafanyika? Uvunjaji wa sheria ambao tunaona kabisa kwa tafsiri ya kawaida unaenda kuingilia uhuru wa mahakama. Hatuwezi kukaa kimya. Ndio maana tukasema tuwaite waandishi wa habari tuwaambie kuhusu hilo. Lakini pia kinachofanyika pamoja na kwamba kuzungumzia jambo ambalo liko mahakamani, inaonekana kama unataka kuinfluence maamuzi ya mahakama, na sheria inakataza, penal code inakataza. Ukisema